ndugu zangu. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo ningependa kuzungumza au ningeweza kuwapa elimu namna gani unaweza kumiliki jini au unaweza ukashirikiana na jini. Lakini aina ya majini hao, mtambue majini wako wengi na tena pia majini hao wako kwa mataifa kama sisi tulivyo, au wako kwa matabaka kama sisi tulivyo. Kwa hiyo katika hao majini au katika hawa viumbe ambao nawazungumzia hapa, katika viumbe hao kuna majini tofauti tofauti. Kuna majini ambao ni wazuri kabisa, lakini kuna majini ambao kutokanika na utaratibu wao wa aina wa majini hao, una namna ambavyo unatakiwa kuishi nao, au kuna namna unapokuwa naye au unapohitaji msaada kutoka kwake au unapohitaji kushirikiana naye, basi ni lazima ufate ule utaratibu ambao unatakiwa. Lakini pia utambue majini hao pia wako kwa aina. Kuna majini ambao ni madume, wana utaratibu wake ambao tunasema ni wafalme, lakini kuna majini ambao ni majike ambao ni wanawake, ambao majini hao pia ni wazuri ambao ni marikia. Lakini aina ya majini hao siku ya leo ningependa kuwaelezeni, kwa sababu kuna watu wengi wananiandikia comment, mama, jini huo mimi nitakuwa siui, jini huyo mimi nitakuwa stoi kafara, jini huyo hana masharti magumu. Sasa leo nimekuja kuwapa elimu ni aina ya jini gani ambaye unaweza kummiliki, ambaye atakuwa hakupi masharti magumu au unakuwa huingii naye mikataba migumu, na aina ya jini huyo namna gani inatakiwa uweze kuishi naye, na namna gani unaweza kumpata jini huyo kwa ajili ya kuweza kukusaidia au kwa ajili ya kushirikiana naye kuweza kupata mali au utajiri au kuwa ni mtu mwenye uchumi mkubwa kuweza kusaidia na wewe watu wengine kupitia hawa viumbe. Kwa hiyo ndugu zangu, ni majini gani ambao unaweza kuwamiliki na usipate shida, usipate mitihani au misukosuko, au ni majini wa aina gani ambao wanakuwa hawageuki. Kusema kugeuka namna gani? Maana jini unapomkosea, jini unapomuudhi, hugeuka na kukuonyesha asila yake, kwa sababu wewe umeshindwa kufata yale matakwa yake, au umevunja yale makubaliano ambao awali ulikuja ukapewa mikataba na makubaliano ya majini hao, kisha wewe ukaenda tofauti. Maana wewe ndio umevunja makubaliano au mikataba baina ya wewe na huyo kiumbe. Kwa hiyo yule kiumbe lazima akuonyeshe ghadhabu yake, ni lazima akasirike, ni lazima akupe adhabu kwa ajili ya kukuonya kwa yale ambayo umekuwa umeyakosea. Sasa pia kuna majini hao pia ni majini wazuri. Majini hata hao wanaokuwa na ghadhabu, kwa sababu hata binadamu anapokuwa amekasirishwa au umekwenda tofauti na yale mambo ambayo mlizungumza mmekubaliana, lazima utakasirika na wewe utaonyesha ghadhabu, kuonyesha kwamba yule mtu kitu alichokifanya si sawa na wewe hupendezewi navyo. Halikadhalika pia hata katika viumbe wako hivyo. Lakini kuna majini hawa, aina ya majini hawa ni majini wapole sana, ni majini wataratibu, ni majini pale wanapokuwa wamekasirika, ghadhabu yao ni kuondoka kwako na kukuacha kama alivyokukuta. Namna gani anaondoka kwako na kukuacha kama alivyokukuta? Maana jini, unapozungumzia jini Mwenyezi Mungu kambariki na kamjalia uwezo mkubwa sana kutuzidi sisi. Yaani majini Mwenyezi Mungu kawajalia uwezo mkubwa sana kutuzidi sisi. Sasa aina ya majini hao unakuta wanamiliki vitu vingi vya thamani. Kwa hiyo unapokuja tukaweza kumwalika jini huyo, moja kwa moja akija jini huyu unaweza kumuomba na akaweza kukubalia kutoka katika tawala zake za majini na kuja katika tawala zako wewe binadamu, kuweza kushirikiana na wewe. Kwa hiyo aina ya jini huyu, namna sasa unapokuwa umemkasirisha, yeye anakuwa haonyeshi ile ghadhabu ambayo labda kukupa adhabu au kufanya kitu ambacho kitakudhuru au kitakuathiri katika namna moja nyingine. Yeye huondoka na utawala wake, atakuachia kile kidogo kwa sababu ni majini wenye huruma sana, lakini kile kingine kikubwa chote ataondoka nacho kwa sababu ataona wewe umemdharau na haujafata yale matakwa yake na hujafata ile misingi
ambaye yeye imesababisha aje kushirikiana na wewe. Lakini kuna aina ya majini pia, majini hao unaposhindwa basi unakuta mwingine jini huyo anachikwa na hasira na kasirika, anakuonya mara kwanza mara pili kwa sababu anataka kukuonyesha hasira yake, basi anaweza akakusababishia maumivu, anaweza akusababishia majeraha, au anaweza kufanya kitu kidogo, chochote kile kibaya cha kukuhakikisha anakutia adabu. Lakini namna gani leo nikasema unaweza kushirikiana na majini hawa wazuri, ambao ni wapole, ambao hawana shida kabisa, ambao hutatoa kafara, hutamwaga damu, lakini kutokanika utambue hawa viumbe si binadamu, viumbe hawa ni majini. Na jini huyo anaitwa jini gani? Jini huyo asili yake anaishi baharini. Ni jini mrembo, ni jini mzuri, lakini jini huyu leo ningependa kumzungumzia jini huyu asili yake anakuwa ni majini wengi wao wanakuwa hawana ufalme. Wengi wao majini wanaume ambao ni wafalme wapo, lakini wengi wametawaliwa na majini hawa wanakuwa ni wa kike. Ina maana ni majini wazuri sana, ni majini warembo. Lakini majini hawa wanaitwa wakina nani? Asili ya majini hawa majina lao anaitwa Hureini. Hureini ni jini mzuri, ni jini mrembo, ni jini ambaye kwanza ni mtaratibu, ni mkarimu sana 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 sana. Na mara nyingi jini huyu huwa anaibuka siku ya Jumanne, siku ya Alhamisi, lakini pia na siku ya Jumapili. Jini huyu hupenda kukaa pembezoni ya bahari. Jini huyu hupenda kukaa pembezoni ya bahari. Watu wengi wanaokwenda kutalii, wanaopenda kutembea baharini, hukutana na wasichana wazuri sana. Unakuta wana nywele nyingi, ni warefu kweli kweli. Yaani hata kabla hajajionyesha kwenye umbile lake, unakuta ni msichana mrefu, mzuri, mrembo. Mara nyingi unakuta macho yake yanakuwa kama yanang'aa. Wanasema macho yake yanakuwa kama ya paka. Wanakuwa macho yake yana kiini kama cha Bruce. Kiini chake kama cha blue kidogo. Utambue jini huyu umekutana naye, asili yake ni majini hawa, anaitwa ni jini Hureini. Kwa hiyo jini huyu unapomiliki, unapokuwa naye, mara nyingi kwa wale wanaume ambao wanakuwa hawajaoa, basi kama unahitaji kuanzisha familia na familia hii, unahitaji kuanzisha familia na jini huyo, basi jini huyo anakuwa mzuri sana, anakuwa ni mpore, anakuwa ni mkarimu, na unaweza kuanzisha naye familia na ukawa tajiri mkubwa. Na jini huyo hazuii wewe kuoa, na jini huyo hazuii wewe kuendelea na maisha yako mengine, lakini utambue wao wana misingi na utaratibu wao. Kwa hiyo sasa, ili kuweza kuishi naye na wewe uweze kuoa, kuendelea na familia yako ya binadamu kawaida, na yeye ukawa naye, ni lazima uweze kufata misingi yao. Kwanza, hawataki uchafu. Pili, wanataka ukae katika misingi na utaratibu wao. Utakapofanya hivyo, lakini majini hawa kuna vitu vyao vya thamani ambavyo huwa wanatakiwa wapate. Unakuwa una pete hiyo inakuwa ni ya kito cha blue bahari, lakini pia unakuwa una pete yenye kito chekundu. Mara nyingi jini hawa wanamiliki dhahabu zaidi. Wanamiliki dhahabu, wanamiliki tanzanite, wanamiliki almasi. Kwa hiyo hawa aina ya majini hawa, ili kuweza kuwamiliki, wanakuwa wanavaa vito vya thamani, wanatumia marashi ya bei ghali makali sana, na mara nyingi wanatumia vinywaji vya aina tofauti. Kwa hiyo aina ya majini hawa wanakuwa hawatumii damu, hawatumii ng'ombe, hawatumii mbuzi, hawatumii kondoo, wala hawatumii damu za ngamia. Lakini aina ya majini hawa kuna vinywaji vyao ambavyo wanakuwa wanatumia, na vinywaji vyao ni gari. Unapokuwa unahitaji kumiliki jini huyu, basi ni lazima vitu vyao vipatikane. Wapenzi watazamaji, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo. Kwa wale wanaohitaji kushirikiana na jini wa namna hii, ni lazima uweze kuja kwangu. Kwanza uweze kuoshwa nyota yako, uweze kusafishwa, uweze kupandishwa daraja. Lazima uangaliwe nyota yako ni daraja la ngapi, unaweza kushirikiana na jini huyu katika mlengo gani, na je, jini yule lazima aitwe kwanza. Unapokuwa umekoshwa, anaitwa, unavalishwa mavazi meupe au lazima uvalie mavazi mekundu. Kama ni mwanaume utavalia kanzu nyekundu au utavalia kanzu nyeupe na sakafu yake nyekundu. Inamaanisha kwamba ukiwa unanukia manukato mazuri, basi moja kwa moja
jini huyu anapokuja lazima kukubali na kukupenda. Hao ni upande wa wanawake. Lakini upande wa wanaume, wapo wanaume ambao unapohitaji sasa kuwa naye au waweze kukusaidia, sio lazima uolewe naye au lazima uwe naye kwenye mahusiano. Lakini unapohitaji kushirikiana naye ni lazima kwanza uwe unapenda kufanya ibada. Inapofika siku ya Ijumaa kuanzia asubuhi mpaka saa 12, basi wewe unakuwa ni mtu mwenye kupumzika, huendi kazini. Kama ni mfanyabiashara, basi utakuwa na kiumbe huyo, utatenga muda maalum ambao muda huo utakuwa umeoga vizuri, marashi umejipulizia marashi mazuri, maperfume mazuri, udi, umekuwa ni mwenye kuvalia mavazi masafi kabisa, basi siku hiyo utakuwa ni mwenye kufanya ibada. Basi jini huyu utaenda kuendana naye vizuri kabisa. Kwa hiyo ni miongoni wa majini, na ndio maana naendelea kuwapa elimu. Viumbe hawa wako wengi 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 wengi. Na namna gani unataka kushirikiana naye, unahitaji kushirikiana naye kwenye engo gani uweze kufanikiwa, basi inategemea na wewe unahitaji nini. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Namba zangu za simu 0712944434. Karibuni sana.